Kwenye masuala matumizi ya hizi mashine za EFDs kidogo imeonyesha kuna tatizo, lakini niombe serikali sasa iongeze kasi ya kutoa elimu. Jamani, nchi hii lazima ijengwe kwa kodi. Hatuwezi mtu mfanyabiashara anasimama tu anasema mimi silipi shilingi 40,000 nitalipa 5,000. Haiwezekani. Tufike mahali tukubaliane, lazima tutoe tulipe kodi ili tupate maendeleo. Kwa mheshimiwa, mimi naomba kabisa haya matumizi ya hizi EFDs yafanyiwe utaratibu na wananchi wapate elimu. Mimi ninaamini Watanzania ni waelewa, na ukiwaelimisha, ukiwaelekeza watakusikiliza. Tusitumie nguvu katika kuwaelimisha, tutumie busara. Na tuwape umuhimu wa kodi, na nafikiri wanaelewa ni ujanja tu wa kutengeneza super profit. Kwa mimi niombe kabisa kwamba serikali iliangalie hilo, na hatuna sababu ya kugive up kwa sababu tunahitaji kodi kwa ajili ya maendeleo ya nchi. Naomba niliongelee hili swala la kupanda kwa tozo za mafuta. Mheshimiwa Spika, tufike mahali tuangalie. Mimi ninaweza kutaka tu kuuliza hapa humu ndani, ni wabunge wangapi humu ndani wana majiko ya mchina wanaotumia mafuta ya taa? Turudi vijijini, ni wana vijiji wangapi wanaotumia majiko ya mchina kwa mafuta ya taa? Tukiangalia sana utakuta ni kuni na mkaa. Mheshimiwa Spika, tufike mahali twende kwenye reality, kwenye ukweli. Mimi ukiniambia kwamba hizi pesa haziendi REA nitashangaa. REA imepata kutoka 7% mwaka 2011 hadi 36% mwaka 2014. Wananchi wana umeme. Sasa tufike mahali kizazi hiki tulichoko sasa tuingie hizi gharama kunufaisha kizazi kijacho. Tufike mahali tukubali hizi gharama sasa. Maana lazima tufike mahali sasa kuna kizazi lazima kisacrifice kwa ajili ya kizazi kijazo. Ndio tunasema maana maendeleo endelevu. Tufanye haya leo kwa ajili ya future generation. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, tusifike mahali tunafikia tu. Tuumie sasa hivi. Tufike 50% mpaka 70% ya wananchi vijijini kupata umeme. Kwa hiyo tusinani, kwa sababu kwanza tutasema anapikia jiko la mchina ama amewasha koroboi. Ule moshi ni carbon monoxide. Unamdhuru kifua, utamdhuru maradhi mengine ndani ya mwili. Sasa tufike mahali tuweke umeme, na mimi naamini hawa watu wa REA hawawezi kuwa na makusudi hizi hela zisiende. Kwa mimi niombe serikali ifike mahali, sisi vijijini kule tunahitaji umeme, nguzo zipo ndio. Sasa hii hela iende ikaweke kule umeme tupate umeme. Kwa mimi naomba kabisa tuendelee hili. Lakini Mheshimiwa Spika, mimi naomba nije kwenye masuala ya mipango ya maendeleo. Tuna dira ya maendeleo. Niombe serikali, hatuna sababu ya kuingia humu leo tunapanga hiki, kesho waheshimiwa tukasema hiki kikabadilishwa. Hebu serikali iwe na mkakati, iwe na mipangilio, kuwe na consistency. Kama tumeanza mradi huu, basi tuhakikishe tunaumaliza. Kama tuna miradi ya kimkakati ya kitaifa, tuhakikishe tunamaliza. Sasa tuko kwenye reli. Sawa, naishukuru tumenunua mabehewa, tumenunua vichwa, sisi tumefanya nini? Lakini turudi kwenye ajenda yetu ya msingi ya reli, ya kutandika reli ya standard gauge. Turudi pale. Hatuna sababu sasa miaka 5 ijayo tunakatiza hili tunaanza lingine. Haya tulioyapanga tuendelee nayo, tuhakikishe tunafikia mwisho. Mheshimiwa Spika, bila reli, bila bandari, kwa kweli tutaziumiza barabara zetu ambazo zimekuwa zikitengenezwa kwa gharama kubwa sana. Kwenye masuala madaraja, tuhakikishe yanakuisha. Daraja langu la Kavu kule, la Inyonga, Majimoto, nimekwisha alipigia kelele mpaka siku hizi wananiita mama wa Kavu, mama wa Majimoto. Sasa nawaombeni ili daraja liende likamalizike, liwasaidie wananchi kule, na liko kwenye mpango humu. Nije kwenye maendeleo, mipango ya maendeleo ya rasilimali watu. Mheshimiwa Spika, napenda kuishukuru serikali yangu kwani imekuja na mpango kabambe wa kuanzisha maabara mashuleni. Niombe serikali, maabara peke yake haiwezi kwenda peke yake kwa ajili ya kudumisha ama kuboresha elimu. Niombe sasa katika kufikiria, na niwaombe ndugu zangu wa Tanzania, sasa ndiko kwenye kuwekeza huku kwenye rasilimali ya watu. Niwaombe sasa, tumejenga vituo vya afya kila kata, havina wataalamu. Wataalamu watapatikana kwa kuendeleza hizi maabara. Sasa niwaombe tuhakikishe maabara zetu za shule zinakuisha. Ili watoto wetu tuwawekeze vizuri kwenye elimu, tuhakikishe maabara zile zinakuisha.
Lakini si tu maabara kuisha, ziende sasa sambamba na maabara za kompyuta. Na isiwe tu sekondari, turudi kwenye mipango ya shule ya msingi pia, nako tuwe na maabara ili mtoto aweze kutofautisha mchicha na ua, aanze kuanzia shule ya msingi.